Moja anaitwa Mama Keti. Mama Keti ni mwanamke ambaye anafanya kazi kwenye saluni ndogo, saluni tu ya mtaani ya mabati. Anajua kusuka vizuri, lakini mahali anapofanyia kazi ni mahali ambapo sehemu tu ya kawaida, banda lake la mabati, ameweka jamvi lake chini na kiti chake tu hapo chini. Unaona, watu hufika, tunasuka, tunaondoka. So once in a while mimi nikawa mteja wa Mama Keti. Nikawa nikienda pale, nikisukwa nywele zangu, unaona, ninaondoka. Sasa kuna siku moja nilikuwa nimekwenda. Sasa nilipofika pale, wakawa wanakuja akina mama mbalimbali. Kila mama anayekuja anakuja analeta 1000, mwingine analeta 2000, mwingine analeta 3000, mwingine anasema majina mawili. Yani wanakuja wanawake wa hiyo aina. So I was very curious. Baada ya wale watu kupungua, nikasema why not, kwa nini simuulize huyu mama what is going on? Kwa sababu I was very curious, kwa sababu mama walikuwa ni wengi. Wengi anapokea na kuna majina anaweka alama kwamba huyu ameleta, huyu hajaleta. Alipoondoka nikamuuliza hiki ni nini? Ni mchezo au kuna issue yoyote ambayo inakufanya mkusanya? Akasema ni mchezo. Akaanza kunielekeza kwamba there is watu 70 katika huo mtaa na wanaishi the same area, yani katika area moja, ni Uswahilini. Kwa hiyo nyumba zimebanana na wamama wako wengi. Kwa kanambia hapo mtaani kwetu tumeanzisha kikundi. Tuko wamama kama 60 plus. Kila siku mtu anatoa 1000, lakini baada ya siku 10 anatoka mtu mmoja. Kwa hiyo kuna watu ambao wana uwezo wa kuleta 10,000 baada ya siku 10, lakini kuna watu ambao hawana uwezo wa kukusanya wao wenyewe hiyo 10,000 wakaileta. Kwa hiyo wanakuja kuleta 1000 kila siku. Naona. Kwa hiyo kanambia mtu mmoja anapokea zaidi ya 600,000. Unaona, kila baada ya siku 10 mtu anapokea zaidi ya 600,000. I was very surprised. Nikasema hii inawezekanaje? Akanambia na wewe unaweza ukajiunga. Kwani unafanya kazi gani? Nikamwambia sina kazi. Mimi nafanya tu vitu vidogo vidogo. Yaani sina kipato ambacho kinaeleweka. Akanambia lakini mbona unakuja kusuka nywele za gharama? Akanambia ni kati ya wateja wangu wanaokuja kusuka nywele za gharama kila siku. Na uombe kupunguziwa bei. Kwa maana hiyo uwezo wa kucheza mchezo hata majina mawili matatu unao. Nikamwambia kwa hiyo una suggest nini? Akanambia cheza mchezo next time ukija. Kwa mchezo ukafungwa mara kwanza, simu inayofuata nikaikia jina langu pale. It felt good. Kwa kila baada ya siku 10 nikawa napeleka 10,000. Kila baada ya siku 10. By that time mimi nimejoin, watu wakawa wameongezeka, tukawa watu kama 70. Kwa watu 70 mimi nikachukua zamu yangu nilipofika nikapokea 600,000 plus, yani 700,000 kasoro. I say I was very surprised. I was very surprised kwa sababu sijawahi kupokea, by that time nilikuwa sijawahi kupokea kiasi hicho cha fedha kwa mara moja kutokana na jasho langu au kazi yangu. Yani hiyo kwa ajili ya jasho langu no, sikuwahi. So that was my first time. Na I was surprised kwamba inawezekanaje 1,000 ikaja kumpatia mtu fedha ya kiasi hicho. Kwa it was wow. Yani wow, yani I felt good. Kwa ile fedha nikachukua nikaenda kuiweka UTT AMIS. Unaona? Na sio kwamba ndio nilikuwa nimefungua account UTT, no, nilikuwa na account UTT lakini sikuwa serious nayo by that time. Kwamba ninaweka nikifanya biashara nikipata hela nyingi ndio nitakuwa naweka. Lakini idea ya kuanza kwamba 1,000 yangu ndio inaweza kunisaidia ku accumulate hela zikawa nyingi nikawekeza haikuwepo. Kwa ninaposema 1,000 iliniokoa, 1,000 ilinifanya niweze kuwa stable kwenye uwekezaji. Hiyo ndio maana yangu mimi. Kwa maana if mimi niliweza, why not you? Unaona? Tusiwe tunapenda kubishia mambo, kucontradict mambo na kuwa negative towards stuffs. Unajua sisi wengine when we speak things tunaamini kwamba kuna mtu atakuwa very impacted in a positive way. Kwa hiyo in any way ukiona wewe huamini kama kuna watu wanaweza kufanya vitu vidogo vikawa vikubwa, just sit back and learn. Lakini sio kwanza criticize, una criticize kwa sababu ukicriticize in public kuna watu wengine mioyo yao ni miepesi, wanapenda kusikiliza mtu anachosema, hasa vitu ambavyo ni negative. Mtu anaweza kakichukua zaidi kile cha kwako. Unaona? Sasa kwa nini unakuwa ni pati ya watu ambao wameharibu mtu kufikiria ine chanya akafikiria ine negative?
Kwa hiyo my concern ni kwamba tuwe open minded.